Akiendelea na ziara yake hapa nchini China, Waziri Kitila Mkumbo ametembelea wawekezaji katika maeneo yao ili kujifunza zaidi. Pamoja na kujifunza kwa vitendo, amekutana na wawekezaji katika kongamano. Tumeweza kufanya mazungumzo na mwekezaji mkubwa sana ambaye ni mzalishaji wa simenti mkubwa hapa China, lakini pia miongoni mwa wazalishaji wakubwa 5 duniani, na tunafanya mazungumzo. Tayari tunaelekea kukubaliana aje kuwekeza na amechagua eneo la Morogoro. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kujenga kiwanda kikubwa sana cha simenti mkoani Morogoro, na tumekutana na kampuni ya Deshang. Kwa wale wanaifahamu, ni kampuni kubwa hapa China kuliko zote katika uzalishaji wa nguo katika sekta zote, na tumefanya mazungumzo. Hawajawahi kuwa Afrika, kwa sasa wapo hapa China, wapo Ulaya, wapo na maeneo kadhaa katika bara la Asia. Mazungumzo yangu na wao, nataka tuwapeleke Afrika, na kutokana na mazungumzo tumekuwa nayo, wanafikiria vizuri katika waje katika eneo katika nchi yetu ya Tanzania. Miongoni mwa wawekezaji walioonyesha nia hiyo wameeleza uhitaji wao wa kuwa na viwanda vingine vya uzalishaji ili kukidhi mahitaji ya soko. Hivi karibuni, baada ya mlipuko wa magonjwa, makampuni mengi ya China yalienda kuwekeza Afrika ikiwemo Tanzania. Tunatarajia kujenga kiwanda cha kuzalisha bidhaa kwa ajili ya soko la watu wa Ulaya na Marekani. Tanzania ni kiungo muhimu kwa soko la Afrika. Kuna bandari ya Dar es Salaam ambayo inarahisisha usafirishaji wa mizigo kutoka sehemu mbalimbali Afrika kwenda Tanzania. Kutoka katika mji wa Weihai, jimbo la Shandong, Rema Evans, Azam News.